lakini hakupata mchezaji Vitinha. Kibilia tena mchezaji Joao Cancelo, bado anatafuta goli lingine chini ya mwake mchezaji Vitinha tisha kule Pedro Neto mchezaji wa Chelsea huyu anapanda na tisha kwanza na kunja pili ni sabu tatu, wanabisha cross na mimina kwenye lango kule tayari kule, lakini hakuna binadamu yote, mpira ule utakuwa ulikuwa unatufaidi sisi, lakini nawaambia kwa mujibu wa kanuni za mchezo wa mpira wa miguu FIFA 2026 wakati unapofika isizidi takriban dakika 25 hivi kabla ya wachezaji kwenda kupata angalau kupoza kiu, manake ni kanuni na imeanza mwaka 2014 kule nchini Brazil. Bila shaka na unakumbuka hata hapa nchini Marekani, hususan katika ili jimbo la Texas, ni jimbo ambalo huwa hai experience mambo na snow ama harsh weather conditions kama snow na baridi kali, ni kama tu bara la Afrika, lakini kuna maeneo mengi ambayo ni desert. Kwa hiyo kiwango cha joto mara nyingi huwa inatatiza wenyeji, na ndio sababu katika hili itawafaa zaidi kwa wao kwenda kupata angalau kopa la maji, inahitajika zaidi. Naam. Na nilikuwa naangalia UEFA amesema kwamba hatakuwa na hizo hydration, kwamba inatatiza kweli kweli, matangazo na kwa mengi kweli kweli yameshtumiwa pia. Gumzo limekuwa kubwa zaidi kuhusiana na hydration. Hiyo ni UEFA UEFA unajua UEFA majira ya joto sio kali kama ilivyo kule Texas. Na pia sheria zinazotumika katika Euro, AFCON ni tofauti labda pengine na waandalizi wa dimba la dunia. Na unajua pia katika football ni biashara. Kwa hiyo wamepenyeza kiasi tu kwa ajili ya kuweza kuitumia fursa hii angalau kurusha matangazo na kuvuna angalau ni wakati wa maokoto. Ni maokoto, ujanja wa FIFA kwa ajili ya kuweza kupata angalau mapeni zaidi, lakini kubwa zaidi cha msingi ni usalama wa wachezaji. Unaona usalama wa wachezaji ni bali na pia inaharibu mtiririko, sio? Haya, inaharibu pia mtiririko kwa sababu kama walikuwa wanakwenda kushambulia na inakuwa kwamba wanazuiwa kuendeleza mashambulizi ambayo walikuwa maanzisha pale. Unajua itafika mahali watazoea tu. Unajua pia kuzoea VAR ilikuwa ni mtihani, ilikuwa ni changamoto. Siku hizi imekuwa ni sehemu ya maisha. Na hakuna kinachodumu zaidi maishani kama mabadiliko. Kwa hiyo ikiwa ni mojawapo wa kanuni ambazo zimewekwa katika mashindano haya mwaka huu, basa lazima kila moja au kumbatie. Kama ilivyo timu zaidi ya karibu 48 zimehusishwa katika mashindano haya kutoka 32. Kweli. Naam. Kikisiki kweli kweli. Real Madrid anaitwa Pepe, piga mwingi mpaka alipiga pia akiwa na umri wa miaka 40. Kusanov inapigwa pasi kule, lakini refa anasema kwamba mtu ameangushwa kule, ina maana kwamba anapata mpira kaba, wanarusha vijana wa kikosi kizima hichi waite timu ya taifa ya Uzbekistan. Anabadilisha kule kumtafuta mchezaji Sherrod Nasrov kwa Tabak Shokrov. Wanapanda sasa vijana hawa wa Uzbekistan katikati ya uwanja. Kusanov anaangalia weko wapi mali na anatulia vizuri. Odlazi Kamrobekov anajaribu kutafuta binadamu kule, lakini wanakataa. Mreno anakataa katakata. Beki Ruben Dias anaangalia weko wapi, anatulia tena, mpira unatoka, atakuwa anakwenda kurusha. Mchezaji John Evans anamwachia mwanzake Joao Cancelo katikati ya uwanja kule. Vitinha the pass master, mchezaji fundi kweli kweli, anacheza na Renato Veiga. Veiga anamtafuta kule Nuno Mendes kwa tena mchezaji Veiga anatulia kule, anapiga pasi kule kumtafuta mchezaji Ruben Dias kule anamtafuta mchezaji mwenza, mchezaji Joao Cancelo kwa tena Diaz anapiga pasi kule kumtafuta goalkeeper yake Diego Costa, anamwaga ngezi moja rojorojo kule, tuliza kwenye fiji kule mchezaji Kusanov 24 mgongoni kule, chini kwa chini mchezaji Bekov. Karimov kati kuna anatia kwenye kigae kule, anaweka chini kule Tabek Shokrov hadi kwa beki wa Abdullah 24 mgongoni kule, anawaitia kwenye gamba Bekrov. Karimov anapanda, wanatulia sasa Uzbekistan. Pasi inapigwa katikati ya uwanja, anaingia 9 mgongoni Odzlon Kamrobekov, wanapanda vizuri kweli kweli. 7 mchezaji anawahi vizuri, cross na mimina kwenye lango kule, hatari anaotoa Nuno Mendes,
anaukimbilia Joao Felix, anapoteza umiliki. Wanaanza kujipanga Uzbekistan, wametulia sasa hivi chini ya mbwake Kusanov. Kusanov anawahi kule mchezaji Beklov, anapigwa kiatu mtu, refa inadai kwamba atakuwa anaitisha ikabu ile. Mchezaji 9 mgongoni yuko chini, Odlzon Kamrobekov, mshambulizi wa taifa hili la Uzbekistan. Wacha tuone itakuwaje hapa, manake tayari washaokota ndani mara mbili vijana wa kikosi hiki waite Uzbekistan. Anafanya makosa, na makosa hizi ambazo atalazimishwa. Anaingia kule tena hatari kwenye lango. Vitinha anaondoka. Vitinha baada na mali kwenye mguu wake, piga pasi kwa mtata mchezaji Cancelo, bwagwa chini, refa anasema twende, napigwa anaitwa Ozon Ganiez mchezoni Uzbekistan. Ozon Ganiez anarejesha mchezoni mwana Uzbekistan, manako anaingia kwenye wingu la 9 kwa kufunga goli lile. 2-1 sasa hivi, mpenzi mwenzangu, ukiangalia it was out of nowhere, na ni kama tackle ile ni foul, lakini siku hizi haiachiwi kirahisi kwenye kombe la dunia, nimeiona. Pale ndani ilikuwa ni nguvu za kutosha tu. Ndio. Alimwandalia vizuri katika njia. Ndio. Na baada ya kunyanyua kichwa chake na kumtazama kipa alivyosimama, ndio akaamua kuvurumiza kombora moja kwa moja. Kwa hiyo akajua hata kwa vyote vile ange stretch, kwa maana mlinda mlango hangeufikia. Nguvu za kutosha, mbinu za kuupiga, lakini sasa mwamuzi wakati lazima shirikiane na wenzake katika VAR kungamua hivyo iwapo kwa vyote vile ilikuwa ni Vitinha manani alivurugwa katika mchakato mzima wa kuwania ule mpira. Lakini hadi sasa ni wao wenyewe Wareno wamewaruhusu Uzbekistan kuganda kwenye eneo lao na kujaribu kupiga miguso kutafuta upenyo kwenye upenyenye ili walao kuweza kurudi mchezoni, hata kama ni kupata bao kabla ya kwenda mapumzikoni. Anadai goli lile kama litatolewa kwa sababu hamangalia kwenye VAR. Referee anasema after review anakata ni foul. Fabio Cannavaro amini machake. Goli limetolewa. Nasema no goal, kulikuwa na foul kwa mchezaji beki Joao Cancelo, manake alichotwa, hata mimi niliona, lakini nimetazama kwenye kombe hili la dunia hiyo ilikuwa too soft kwa mtazamo wangu. Ilikuwa too soft ilikuwa too soft. Alitumia mkono wake kumvuta upande wa kushoto. Ndio. Manake unajua katika football kwenye runinga lazima tuwe na angles tofauti. Kwa hiyo angle ya mwisho ndio labda pengine imefanikisha mwamuzi wakati kutoa hukumu kutegemea na madhambi yaliyotendeka. Manake alimvuta kwa makusudi kutumia mguu wake wa kushoto upande wa ubavu wake huku, na ikawa sasa jambo la wazi kabisa alimkosesha stability na kwa uwezo wa kumchallenge kutoweza kupiga kombora na kuweza kufunga hilo bao. Goli la Uzbekistan latolewa, ina maana kwamba inabaki mawili upande wa Ureno, lakini wameamka hao Uzbekistan sema kweli. Katika football hakuna cha unyonge. Unacheza kwa kujiamini, unaweza toka nyuma magoli 3 ukarudi mchezoni. Katika mashindano ya dunia tumeshuhudia, iwe ni World Cup, iwe ni taji la shirikisho, iwe ni katika ligi. Unakumbuka zama za Czech Tiot, Newcastle United dhidi ya Arsenal enza kina Professor Wenger, usiku wa Liga Mabingwa Ulaya Liverpool dhidi ya AC Milan. Walifanya kweli. Kule ilikuwa ni Uturuki Istanbul. Anything is possible. Dakika 31 uwanja wa NRG kule Texas Marekani. Ni kwamba Portugal 2 Uzbekistan 0.